Nafikiri Young Africans wanatakiwa kuboresha zaidi, hasa pale wasipokuwa na mpira. Kuna nafasi kubwa kwenye maeneo yote matatu. Ilikuwa rahisi kwa Wiliete kuifikia defensive yao rahisi kivipi? Wanakuwa wapo mbali baina ya mchezaji mmoja na mwingine. Hapo wakipoteza umiliki wa mpira ngumu kurejesha. Hata maamuzi yao yanakuwa sio sahihi. Pass na movement. Kunakuwa na ugumu wa kutengeneza connection kuanzia eneo la chini, kuunganisha pasi zao kutokea eneo la chini. Wakiwa na mpira wachezaji wa mbele wanaingia ndani kwenye half spaces, wakiwa kwenye mstari mmoja na namba 10 Pacome Max na Abuya. Wakati huo fullback wanakuwa kama wingers. Baada ya hapo Yanga wanakosa usahihi wa maamuzi yao ya mwisho. FBS wao cross zao hazikuwa nzuri. Maamuzi yao ndani ya box hayakuwa sahihi, zenye ufanisi ulikuwa mdogo mbele ya goli. Wiliete walianza vizuri mchezo sana. Bila mpira wanakuwa na muundo mzuri wa kuzuia utulivu wakati wanaanza build up, na waliongeza usahihi wa pasi zao kusogea eneo la juu kirahisi. Tatizo ni wakifika kwenye eneo la mbele walipoteza mpira kirahisi. Walikosa quality ya kuifungua defensive ya Yanga. Walihitaji mchezaji mwenye uwezo wa kucheza kwenye maeneo finyu na kufanya vitu vitokee. Note 1. Azizi Ndambwile anazidi kuimprove performance yake, utulivu akiwa na mpira, usahihi wa pasi zake na nidhamu nzuri ya kuzuia nafasi. 2. Edmund John kacheza game nzuri sana, hongera kwake. 3. Chikola zile crossi zake ni hatari, kasi pamoja na nguvu kwenye mpira, kacheza game nzuri sana. 4. Pacome anafanya vitu vitokee kwa urahisi, hongera kwake. 5. Wiliete walikosa quality tu, walikuwa na game bora hasa kipindi cha kwanza, hongera kwao. Boka anatakiwa kuboresha pasi zake za mwisho. Fit Young Africans 2, Wiliete 0, aggregate 5-0. Young Africans wanafanikiwa kwenda hatua nyingine raundi ya pili, ushindi nyumbani pamoja na ugenini. Hongera kwa klabu ya Young Africans. Cha muhimu ni kuzidi kufanyia maboresho na vile vitu muhimu wanavyokosa uwanjani. Na hii ni Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Naomi Sport TV. Endelea kutufuatilia, share, subscribe kisha like channel yetu. Nami ni Sport Lady, hadi wakati mwingine, bye bye.